TAKUKURU yaokoa zaidi ya shilingi milioni 100 ya makusanyo ya ushuru kwa njia ya POS. Katika kuhakikisha matumizi sahihi ya fedha za umma, TAKUKURU Mbeya imeokoa shilingi milioni 107 lakini 50,300 hata shilingi milioni 125 ambazo hazikuwasilishwa katika akaunti ya halmashauri ya wilaya ya Mbarali baada ya mapato haya kukusanywa na wakusanya mapato, lakini hawakuweza kuzipeleka kwenye akaunti ya halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Fedha hizi ziliokolewa mwezi Novemba, tuliokoa jumla shilingi milioni 83,471,900 na kama nitawapatia waandishi wa habari. Lakini mwezi Disemba tuliokoa shilingi milioni 67,907,600. Lakini katika hatua nyingine, TAKUKURU imewezesha wananchi 20 wa mtaa wa Tosha Juu uliopo kata ya Iromba katika halmashauri ya jiji la Mbeya kurejeshewa jumla shilingi 500,000 ikiwa kila moja alirejeshewa shilingi 25,000. Fedha hizo zilikusanywa na Bwana Alex Nyagawa ambaye anafanya shughuli za kandarasi kwa kutumia jina la biashara la Alex Electrical Contractor, zikiwa ni kwa ajili ya uunganishaji wa umeme majumbani. Na Bwana Nyagawa aliwashawishi wananchi hao wampatie fedha hizo ili awaunganishe kwenye huduma ya umeme wa bei nafuu inayotolewa na wakala wa nishati vijijini REA kwa bei ya shilingi 27,000, huku akijua wazi kwamba hana uwezo huo na wala si mtumishi wa TANESCO Mbeya. Ndugu na habari, kwenye upande wa ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU Mbeya ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za mradi wa shule ya sekondari Mwabowo wenye thamani ya shilingi milioni 624,287 na tulibaini kuwa kuna vifaa vya shule kwa ajili ya ujenzi huo zikiwepo mbao kutumika pasipo maelekezo ya mhandisi wa halmashauri na hazikuwa na ubora uliotakiwa. Hivyo baada ya ufuatiliaji huo, mbao hizo ziliondoshwa pale shuleni na kurudishiwa mkandarasi na kuleta mbao zingine ili ziendelee na kazi ambayo ilikusudiwa. Aidha, katika kipindi hiki ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Mbeya ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo 29 yenye thamani ya shilingi bilioni 12,111,154,886 na senti 41. Miradi mingine ilikuwa na mapungufu madogo madogo ambayo TAKUKURU iliwashauri watekelezaji wa miradi hiyo namna bora ya kurekebisha mapungufu hayo, na mapungufu hayo yalirekebishwa na miradi kutekelezwa kulingana na thamani ya fedha iliyotolewa. Uchambuzi wa mfumo. Katika kutekeleza jukumu hili, tulifanya uchambuzi wa mfumo wa matumizi ya mfumo wa FAS ambayo ni Facility Financial Accounting Reporting System kwenye utoaji wa huduma katika idara ya afya. Uchambuzi umewezesha kuwepo kwa mfumo wa ngao ambao unadhibiti matumizi ya nywila, password na jina la mtumiaji, username, ili kuweza kudhibiti matumizi yasiyo ya fedha kwenye vituo vya husika. Ilikuwa hivi, kulikuwa na uhuru, mimi naweza nikakupatia username yangu ukaingia kwenye mfumo ukaweza kufanya malipo. Malipo unafanya bila kuwa na control. Baadaye tulibuni kitu kinaitwa OTP ambayo kila ukiingia kwenye mfumo unaletewa ile namba kwa wakati, ili kama unatumia jina mtu mwingine lazima yeye akupe namba yake ya simu ili uingie na kuweza kufanya malipo kwenye mfumo huo wa FAS. Aidha, katika kipindi hiki TAKUKURU mkoa wa Mbeya ilifanya chambuzi za mifumo 10 katika sekta za madini, maji, elimu, afya, mapato na maendeleo ya jamii, na pia vikao 6 vya kuwekana mikakati vilifanyika
na kuendelea kufuatilia utekelezaji wa maazimio yaliyowekwa. Katika sehemu ya elimu kwa umma, kuhabarisha umma na kutoa elimu kwa jamii yetu, wananchi 18,179 walifikiwa kwa njia za uelimishaji umma. Aidha, tumefanikiwa kuimarisha vilabu 45 za wapinga rushwa katika shule za sekondari, msingi na vyuo, lakini pia tumetoa semina 21 kwa makundi mbalimbali na kufanya hadhara 38. Vilevile tulifanya maonesho 7, kurusha hewani vipindi 12 vya redio kwa lengo la kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa muda mfupi. Kazi za dawati la uchunguzi na mashtaka. Ofisi ilipokea malalamiko 57. Kati ya hayo, malalamiko 25 yalihusu vitendo vya rushwa na uchunguzi wake katika hatua mbalimbali. Malalamiko 32 hayakuhusu rushwa. Kwa malalamiko ambayo hayakuhusu vitendo vya rushwa, walalamikaji walishauriwa namna bora ya kushughulikia malalamiko hayo, ikiwa ni pamoja na kuwaelekeza taasisi za kupeleka malalamiko yao. Katika eneo la mashtaka, kesi mpya zilizofunguliwa ni 1, kesi zilizoamuliwa ni 3, kesi zilizoshinda ni 1, kesi zilizoshindwa ni 2, kesi zilizoondolewa mahakamani ni 1 na kesi inayoendelea mahakamani ni 1. Ndugu na habari, mikakati ya Januari mpaka Machi 2026 kama ifuatavyo: kuendelea kutoa elimu kwa wanafunzi, wananchi na watumishi wa umma kuhusu athari ya rushwa na umuhimu wa kujiepusha na vitendo vya rushwa. 2, kuendelea kufuatilia kwa karibu fedha za miradi ya maendeleo zinazotolewa na serikali ili kuhakikisha zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. 3, kuendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wote wanaohusika na ubadhirifu au matumizi mabaya ya mali za umma. Na 4, tutashirikiana kwa karibu na halmashauri, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na asasi za kiraia ili kuongeza ufanisi katika kubaini mianya ya rushwa. Wito. Tunatoa wito kwa wadau wote mkoani hapa kuendeleza ushirikiano wa karibu katika jitihada za kuzuia rushwa, kwani ushiriki wa wananchi ni nguzo muhimu katika kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na matumizi sahihi ya rasilimali za umma kwa manufaa ya Watanzania wote. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Ndio na Jasper Luoga, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya.